走吧，雨明。好。 Basi ndio hivyo tulivyoanza katika episodi hii ya 74. Wakati yote hayo yakiendelea, mtazamaji, tunaweza kuona Zhao alikuwa hapa akishuhudia kila kitu. Sasa wakati wakiondoka, waliwaona hawa wawili ambao walishaondoshwa hapa kazini. Wakati huo, kumbuka basi, kijana alikuwa anafuatilia movement zote. Kwa hiyo wakati basi mzee alivyoondoka pale, alianza kufuatilia taratibu. Kijana aliyekuja pale alikuwa anaitwa Su Chen. Najua yule binti alikuwa anamsaidia sana. Lakini kwa nini wamerudi wakati huu? Wamerudi wakati huu na maanisha. Yaani Sha Yushan amerudi, alafu tena na wao wakarudi ghafla tu. Hamna kitu kinachoendelea kweli. Yaani ungemwona Sha Yushan katika macho yake au kuna kitu kinaendelea. Maana yake wakati alipokuwa akielekea kwa Miss Ma, alidai kwamba wewe umemtuma kwenda kutoa kopi. Na hisi kama kuna namna alijitetea, lakini kwa nini adanganya kwa kutumia jina lako? Unajua Sha Yushan pamoja na Kai wamekuwa na uhusiano kwa muda. Ikiwa wameachana labda kwa sababu ya mimi nafikiri Sun Chen pamoja na Yang Li, sikiliza nikwambie, wala usiamini hicho ambacho unakiona. Hebu jipe muda kidogo, hakuna haja ya kufikiria sana. Mimi namuelewa sana. Unajua huyu kijana ikiwa wataweza kuoana kama ndio hivyo wanavyotaka, lakini Mr. Song, usidanganyike na huyu kijana. Kuna kitu kitakuwa kinaendelea. Huenda labda pengine anaweza akaja kukuharibia kabisa. Hivi kwa nini wewe uweze kunisikiliza? Mimi ni mkurugenzi hapa katika hoteli. Sasa kwa nini unasema kwamba yani kwa nini wanivurugie kwa nini? Basi Mr. Song alikuwa shauri. Hebu jiweke busy na kazi. Huyu Yang Li sasa, kuna namna napata hisia kana kwamba kuna kitu ndani yake kuhusiana na yeye na mimi. Hebu andaa mazingira ya kupata DNA yake. Akasema sawa. Nitafanya dina na yeye pamoja na Sun Xian. Sasa inabidi ufanye namna upate DNA yake. Haya basi sawa, mimi natoka. Mzee anataka DNA ya Yang Li. Anataka kuchunguza ikiwa ni mwanae wa kumzaa. Sasa hii ingekuwa ni nafasi ya Sun Xian, I mean ya anaitwa nani? Sha Yushan. Na pengine ingekuwa rahisi zaidi. Basi waliitwa wote katika dina, mzee akaanza kuwasemesha kirafiki. Mr. Song, wewe uko busy. Usijali kuhusiana na lolote, mimi nitakusaidia. Unajua ni ukweli mzee wangu, uko busy sana. Tunashukuru pia kwa kutukumbuka. Asante sana. Yang Li, nilisikia kuwa umelelewa na baba wa, yani kama baba wa kama. Ndio ni ukweli kabisa. Umejuaje hiki kitu? Nisamehe kwanza kwa kuuliza. Nilikuwa nawaza kwamba mbona hujawatafuta wazazi wako? Analifikiria hilo sana, lakini kwa nini nilifikiria sana kwa sasa hivi? Nahisi kama wazazi wangu walishanitelekeza mimi. Unajua katika hii dunia sidhani kama kuna mzazi anaweza kumtelekeza mwanae. Ulivyosema hivyo tu nimejisikia vibaya. Mr. Song, mimi nipende kukushukuru tu hata kwa kunipandisha tu vile cheo. Unajua kabla sijakutana na wewe sikudhani kama ningeweza maisha yangu kubadilika ndani ya. Hebu tugonge cheers kidogo. Lakini nyinyi wawili mnaonekana kuwa karibu sana na urafiki wenu unaonekana ni wa karibu sana. Sisi tumekuwa wachumba tangu tulivyokuwa watoto. Tumekuwa na urafiki mzuri sana. Alafu pia Mr. Song, labda wewe una watoto? Sijawahi kukusikia ukiongelea hicho kitu. Nina mmoja. Mimi nina mtoto mmoja tu. Anaendeleaje kwa sasa? Alipokuwa mdogo
alitekwa akiwa na umri wa miaka 5. Ah? 后来就下落不明。 Alafu ghafla alitoweka tu. 我找了他， Nimekuwa nikimtafuta ni kwa zaidi ya miaka 20 sasa. 绑架？ Huo utekaji huo. Kwa hiyo nini 被人 kilitokea? 连累。 Mimi mwenyewe binafsi sielewi. 本来那帮人 Lakini kuna kundi la 人家 wauni 的孩子 walikuwa wamemzengea mwanangu 小 akamteka. 仗义， Inaonekana mwanangu, lakini kwa atakapokuwa amekuwa kijana mmoja. 一起被绑。 Sijui kwa nini. Hata hivyo nilikuwa na mtoto mmoja na mlea pia 怎么样了？ alitekwa. Kwa hiyo wote walikuwa ni watoto na wakatekwa. Sasa wewe umejua, unajuaje yani kwa nini hujawatafuta? Akasema nafikiri tunahangaika kumtafuta angalau hata mmoja. Mtoto wangu alikuwa hana hatia 不见 kabisa. 识， Natamani hata kama basi amekufa ningeweza kuona maiti yake. 我隐隐 Lakini nina hisia fulani inaniambia kwamba mwanangu bado atakuwa yuko hai. Ile story pale mezani iliwapa uchungu kidogo. Basi hali ikabadilika kabisa. Kwambia Yang Li, 对你亲生 kwa hiyo wewe ukumbuki chochote kuhusiana na wazazi wako waliokuzaa? 这，宋总， Mr. Song, kusema ukweli niwe wazi, 我这个， siwezi kukumbuka, hata sikumbuki chochote. 我想起 Kumbukumbu yangu ilianzia mimi wakati nilipoanza kulelewa na 之 baba. 后大概几岁？ Kwa hiyo huyu mzee alikulelea, si ndio? Ndio hivyo, alinipata mimi nikiwa kama umri wa miaka 5-6 hivi. Basi wakagonga kiasi. Sasa mzee Song anaamua kutumia muda wote huu kufanya yote 不好意思， I'm sorry, mimi naomba nitoke kidogo, sijisikii vizuri. Acha niende uwani. 快去看一下。 Unajua hiki kistori chote cha mtoto kupotea na nini ni kama kinamhusu Sha Yushang moja kwa moja. 上头。 Kwa hiyo anapatwa na hali ngumu. 走走，我们喝。 Basi ilibidi Yang Li kukimbia kwenda kumwangalia jamaa nini ambacho kimempata ili aweze kumweka sawa. Huku akawa amebaki Sun Qian pamoja na mzee Song. Kijana ilibidi akajipiga maji kwelikweli usoni kutokana na mambo aliyoyasikia ndani ya muda mfupi yalikuwa yamemchanganya tayari. Oya kaka, uko poa kweli? Oya niko poa. 那他刚才唱的是哪出戏啊？ Lakini nini kimekupata ghafla? Sema sasa, unajua hata 他现在， itakuwa mpaka sasa ameshaanza kukutilia shaka. 那我没穿灯吗？ Lakini sijamuonesha dalili yoyote. Akamwambia hapana. Unajua huyu Sha Yushana na akili sana. Mwambia lakini kaka, kwa nini unapata wasiwasi? Licha ya kuwa mimi najifanya kuwa ni mwanae, nafanya hivyo kukusaidia wewe. 但我还想知道你真实的想法。 Na natamani sana kujua nini kitu gani ambacho unakifikiria. Je, ikiwa kama huyu mzee Song ni baba yako itakuwa? Sema bado hatujalijua hilo. 走一步看一步。 Tujaribu kuangalia ni njia gani tutamtangulia yeye. Yang Li, asante sana kwa yote 你 uliyonifanyia. 又跟我客气了，宝哥。 Lakini kaka, 不管你怎么样，我都 mimi nitaendelea kukusupport wewe, haijalishi utapitia mazingira gani. 夏哥， Brother Shia, 宋总呢？ Mr. Song 他 yuko 刚 wapi? 刚说有事先。 Amesema inabidi aondoke kwanza. Aondoke tena? Sasa mbona ameondoka sisi ikiwa bado hatujarudi? Hebu tuondokeni turudi mara moja. Lu Chenchen amenipigia mara nyingi sana. 我还得加班。 Sasa mpenzi, mimi nitachelewa Hoji ba. kutoka. Haya basi mimi ngoja nitangulie nje. Haya uwe makini. Wakaagana pale. Wakati wamegana pale, binti alikuwa bado anataka kula na 也不是菜， sasa mimi nilikuwa nimeshaanza kuenjoy. Tunaachaje misosi kama hii? Mzee alishatuma watu kwa ajili ya kuchukua vilivyoko kule ili vikapimwa au kutumika kama DNA. Sasa akiwa anasubiria kwenye 大 lift, 晚上回酒店干嘛呀？ wakaanza kuulizana, unadhani kwa nini anarudi hotelini usiku wote huu? 我去看看。 Ngoja niende nikachunguze. Oya, unataka tuungane mimi na wewe au inakuwaje? Mlango wa lift ulipofunga, alitaka kujua huyu mzee anaenda kwenye, yani anaenda gorofa namba ngapi? Mzee alitoka akaenda moja kwa moja katika chumba ambacho amelala baba yake na binti Ma au binti Kai. 老哥， Kaanza kusema kaka, 我来跟你汇报个情， nimekuja hapa kukuambia kwamba 你那个宝贝 mwanao Kai 六亲不认了啊！ naona kama amevunja mahusiano yangu mimi na yeye. Ameamua kuungana na mzee Denchang kwa mema yake, kwa faida yake. Sasa 韩 nikuulize, 德成是什么？ huyu Denchan aliyekuja tu ghafla hivi ni nani? Kwa sababu mimi naona hata 不 waenda. 想一想， Yaani ni kama tu mwanao ameshasahau kwamba
nimekuwa nikimsupport siku zote. Haya basi. Ulikuwa ukiniambia mara kwa mara mzee. Haijalishi kwamba una uhakika gani na jambo unalolifanya, hakikisha una plan B. Ulinifundisha hilo wewe. Si ndio wewe ulionifundisha, si ndio Mzee anacheka. Unajua kama si wewe, nina imani nisingekuwa au kufika hapa nilipo leo. Kweli bila wewe, mke wangu asingefariki vile alivyofariki. Bila wewe, nisingempoteza mtoto wangu. Kwa hivyo leo imekuwa sasa kamili miezi 20, miaka 20 kamili. Yote hii ni kutokana na wewe. Lakini siwezi kuvumilia kubeba maumivu yote haya. Na hasa kile anachonifanyia binti yangu. Mzee anaongea mwenyewe na mgonjwa pale. Lakini ghafla baada ya muda akarudi tena. Sasa alivyorudi akamtazama mzee, akaanza kusema nini kinaendelea? Mzee ni kama alianza kutikisa mdomo anataka kuongea. Akasema hapana, haiwezekani. Kwa hiyo kumbe ulikuwa ukisikia kila kitu ninachosema. Hebu usiniogopeshe basi. Usije ukaniambia kumbe unanielewa alafu umenyamaza kimya. Ndio sasa anatoa nini? Ile oxygen. Ndio sasa wanatokea Sha Yushan. Anamkamata mkono. Daktari naye anatokea na wakuta pale. Anasema nini kinaendelea? Mr. Song. Nilikuwa nimetumwa hapa na Bisma. Hebu fanyeni haraka, sijui nini kinaendelea. Kwa hiyo alimrejeshea mzee ile kitu yake. Daktari alipokuja, kwa sababu mzee alikuwa ameonyesha progress kidogo, alianza kupima na kuangalia mzee hali yake. Huyu anahitaji upasuaji wa haraka. Basi kabidi amwambie nesi wake, niko hapa, hebu tuendelee. Mzee Song alishangaa. Kwa sababu haijulikani Sha Yushan alitokea wapi. Lilikuwa ni nini lililokuwa ni lengo la Sha Yushan kumsaidia mzee wa watu. Unaona kijana ameachwa lakini anapambana kweli. Aisee, huyu sasa ameshatoka katika hatari. Asante sana daktari. Sasa hivi amepumzika, usiwe na wasiwasi. Mwanae anakuja baadaye kabisa. Baba. Basi moyoni kijana jisemea Kai. Kama ungelijua kwamba mimi huenda nikawa ni mtoto wa Mr. Song, si ndio itakuvunja moyo kabisa. Sasa nifanyeje Kai? Nifanyeje? Akiwa amesimama peke yake, Lu Chenchen alitokea. Wakawa wamepata muda wa kupiga story pamoja. Hatimaye nimekutana na wewe. Nimesikia kama Hanko ametoka katika hali mbaya. Sasa hivi ametoka kwenye hali mbaya. Hali ya hatari. Wewe ulijuaje kwamba labda pengine? Usifikirie sana. Mimi nilikuwa naenda kukutafuta wewe. Sasa imetokea tu. Una uhakika ni kweli kwamba eti Anko hata inuka tena? Manake mwenzangu Kai amepitia wakati mgumu bila baba kwa muda mrefu. Na ni kwa nini basi haupo huko juu sasa hivi wakati yeye yupo akimwangalia baba yake? Lakini kaka, kwa nini unafanya hivi? Sikia, mimi nina mambo mengi ya kufanya, acha niondoke. Wewe utampa company. Kidogo akamuita. Anamwambia usiondoke bwana. Mimi sasa hivi naamini anakuhitaji sana. Unanisikia lakini? Kijana kusimama. Ndio kwanza aliongeza mwendo. Sikutarajia kama Ma Dongshan ataamka tena. Ni kwa sababu Sha Yushan ndo ameingilia. Unajua wakati mwingine hasira inaweza kumfanya mtu kufanya mambo ya ajabu. Anamwambia kwa nini ukumuuliza alikuwa anafanya nini mlangoni mpaka akakuona ukifanya yote haya. Sema siku moja nitamuuliza. Na ningependa pia mimi kufahamu. Wewe unajua nini kinaweza kutokea baada ya hapa?
Kwa hiyo ina maana alikufuata 就要 nyuma 我出来帮你。 kwa sababu hakukuwa na haja ya yeye kukufuata kwa tena, au alikuwa ana lengo gani? Kwa hiyo bado unamwamini? 出现的人呢？ Hicho nilichokuambia ndicho kilichotokea. 我不相信那个小子。 Mimi simwamini kabisa 不 yule. 说他了，胡家那边怎么样？ Mimi nisingependa 有人联系 tumuongelee. 过啊？ Tuongelee mambo. 是没有。 反正得盯紧点儿。过月 Wewe fuatilia tu. Ne. Kuhusiana na Guo Yus tumeshamalizana naye. 最好。 Nafikiri ile ilikuwa ni bora kabisa. 好。 Leo mzee amempa pesa nyingi sana. Akamuuliza una maana gani? Kwa sababu labda pengine sikusema chochote au 哎，那个场， kusema ndio, unajua katika hali 我 kama 的身 ile 份太敏感， kwa nafasi yangu 不适于露 mimi 面， isingeweza kuleta picha 应该 nzuri. 感谢你。 Kwa hiyo nimefanya hivi kukushukuru tu. 我是您的特助， Lakini mimi ni msaidizi wako tu. Na hivi ndivyo ambavyo inapaswa kuwa. Alikataa ile pesa. Mzee alimpa rushwa ili asije akasema kile ambacho amemkuta mzee akifanya 今 pale. 天晚上吃完饭， Akamwambia baada ya dina usiku ule katika ile 而 hoteli 且正好也出现在顶层病房。 inaonyesha na wewe ghafla ulikuwa mahali ambapo mimi. 陆大小姐， Akasema ni kwa sababu Miss Lu alikuwa ni, yani anawaongelea Lu Chen. Ni kwa sababu Miss Lu pia anapatikana katika sakafu hiyo. Na yeye kuna kitu aliniomba nimfanyie. Kwa mimi katika kuzunguka kwangu tukakutania. 恰好在那个时候遇见了你。 Imetokea tu mimi nilikuona kwa ghafla. Haikuwa ni kwa sababu nilikuwa nakufuatilia. Alitoa simu yake. Akamuonesha miss calls ambazo alipigiwa na Lu Chen. Alitazama ile simu jinsi 啊 ilivyo. 别怪我这么问你， Mwambia wala usinilaumu kwa mimi jinsi nilivyokuuliza. 没关系， Mwambia ni sawa 为人 nimekuelewa. 谨慎。 Wewe ni mtu ambaye unachukua tahadhari. 还有什么要问我的？ Kuna lolote unataka kuniuliza jingine? 我还真要有个事儿要。 Nataka kukuuliza kitu kimoja. 有一天一起找麻子 Kuna siku ulienda kwa Miss Ma, 拿资料， ukamweleza kwamba mimi nilikutuma kwenda kutoa kopi. Hiyo siku 看来 ilikuwa 宋总 inaonekana Mr. Song 挺多 wewe 的。 una maspai wengi sana. 那天确实是我不对， Hata hivyo ilikuwa ni kosa langu siku hiyo. Ikabidi 那韩元 nidanganye. 兵 Ni kwa sababu nilimkuta na Han Yuanbin. Kwa hiyo baada ya 比较 hapo 薄， ilibidi nitengeneze 得 story. 说是去看。 Lakini nakubali tu kwamba nilifanya vile ili 我 kuona. 好像没有当面揭穿你。 Inaonekana Miss Ma anakubana 下 sana. Sema ni ukweli kwa 在 sababu 面 hiyo 前， sasa unajua unapomkuta mtu na mchumba wake inabidi pia utafute majibu, mlikuwa mnafanya nini? 一提起这韩元斌呢， Unapoongelea Han 这个 Yuanbin 样， huwa anamhurumia sana huyu 客 binti. 气什么？ Kwa nini unasema hivyo? 也许你不知道啊， Labda wewe unaweza 韩德 usielewe, 昌 lakini ukweli Han Denchan ameuza shia zake zote kabisa, kaniuzia mimi. 这场联姻说 Halafu hii Anja. ndoa yani anayoiunganisha hii eti ni kwa, unajua ni kwa sababu ya masuala ya kibiashara. Kwa nini anatumia 那 njia 马 hii? 可爱就 Anataka kumwozesha kijana wake kwa huyu kijana, halafu mwisho wa siku ni nini anachotaka kama si 不愿意 madaraka? 看到这。 Ndani ya moyo wangu naona hii ndoa si njema, haitakuwa nzuri kabisa kwa huyu binti. 宋总， Mr. Song, 您为什么执意要对付马可爱？ kwa nini unasisitiza vita na 立 Miss 场 Ma? 上， Ni nini hicho 这恩 kinachoendelea? 怨有关。 Unawaza nini? Na kwa nini umeanza kumwona Dongshan kama vile si mtu mwema kwako? Sasa Dongshan ni baba yake na Miss Ma. Sasa unajua nilikusikia wakati unapozungumza. 我什么时候说要对付马可爱？ Unajua chochote kile ninachosema kumuhusu Kai, ninafanya hivyo kwa niaba yake, kwa nia njema kwa 那 ajili 个 yake. 老哥们面前去念叨你 Nawezaje kwenda kukaa mbele ya mtu anayeumwa na kusema maneno 什么 mabaya? 嘞？ Itakuwa ni nini hiyo? Baada ya mzee kutema cheche zake zote, akaamua sasa apige kinywaji kidogo.喂，欢迎各位贵宾来到马可爱小姐和韩元斌先生的订婚仪式，希望你们能有一个难。 Basi hii ni siku nyingine tena, palikuwa na warsha ambayo imeandaliwa
na waandishi wa habari walialikwa, vikawekwa vinywaji vya kila aina. Ni katika chumba kikubwa sana cha mkutano kama unavyoweza kushuhudia. Kwa hiyo maiki zilijaribiwa mapema kabisa. Bosi anakuja hivi karibuni, kaeni karibu na mlango. Mcheki leo basi Lu Chenchen alivyopendeza. Yaani Miss Ma amevaa kama katoto vile. Waangalie. Amekuwa kama katoto ka shule. Sasa anamuuliza, lakini una uhakika juu ya hiki kitu Kai? Maana yake ukishafanya hapa kila mmoja ataelewa ndio hivi. Akamwambia nina uhakika rafiki yangu. Haya, ngoja tuone mambo yatakavyokwenda. Inawezekana yakifanyika matangazo fulani hapa kuhusu pia harusi ya Kai pamoja na Yuan Bin. Hakuna kurudi nyuma tena. Bado Shayu Xing ana mawazo tele akilini. Basi alienda mpaka pale kuzungumza na binti. Na alipofika mbele yake, alimtazama tena. Anamuuliza, una uhakika umefikiria vizuri? Binti akasema ndio. Yasi aliamua kupita zake pale, akaondoka zake. Unajua kuna mtu anang'ang'ania kitu mpaka uelewi sasa huyu anaelewa anachofanya kweli. Yaani mbona anang'ang'ania tu kwenda upande ambao anajua kabisa huko hata haendi kwa sio kwa mapenzi yake yani. Anafosi nini? Kwa nini wasikae vizuri tu? Wakaelewana, wakazungumza vizuri. Walikuwa wako happy, wanaishi vizuri, mambo yao yanaenda vizuri. Ghafla tu binti amebadilika na ameshikilia msimamo wake, kubadilika hataki, anataka kukaa na mwanaume ambaye alishamkataa. Yaani mambo ni mengi kulikweli. Jamani, nashukuru sana, tumefika episode ya 74 na mambo ni mazuri kama ambavyo mmeweza kushuhudia. Tamthilia hii inaitwa Love is Fate na tumeweza kufika hapo tulikofika kwa sababu wewe na mimi tunakwenda sambamba na ushirikiano ni mkubwa sana. Kama nilivyosema katika channel yangu ya Michael Lukindo Mr. Informer, kipo kitu kizuri nimekuandalia. Ningekomba mtazamaji kaa vizuri na mimi uweze kupata burudani, mambo yaweze kwenda vizuri. Na ikiwa basi utakwenda kule, naomba usiache kuweka comment yako, niambie unaitwa nani, watokea wapi, ili tuweze kuipata burudani wote kwa pamoja. Kuna chuma kikali sana nimeenda kukiweka kule. Basi nataka nyi wote mpate kwa hakika. Wakati huu basi Love is Fate hapo ilipofika, ni patam kweli kweli. Mzee anamtafuta mwanae. Mwanae ana wasiwasi kwamba huyo ndio baba yake, anajificha kwenye kivuli cha mtu mwingine, anamtuma mtu mwingine kujifanya ni yeye. Sasa ni wakati gani basi ambapo yatafichuka yote? Lakini mzee yule baba yake Dongshan, I mean tunamwongelea mzee Dongshan, anaonekana kwamba ameshaanza kukaa vizuri. Yaani taratibu anaanza kukaa vizuri. Ni kama vile mtu akizungumza pembeni yake anakuwa anaelewa na kusikia. Basi ndio hivyo, mambo ni mazuri kweli kweli. Basi nitoe matangazo muhimu mtazamaji, ya kwamba ikiwa basi unahitaji sinema nzuri kali ambazo nimezitafsiri mimi, sasa hivi ninatangaza sinema moja ambayo inaitwa Last Princess ambayo ni kali sana. Ukihitaji sinema hii utaipata, lakini ni 1500 kujiunga kwenye grupu, ni mwezi mmoja unaingia na unapata burudani kweli kweli. Wasiliana na mimi au niulize kama unahitaji kujua jinsi gani ya kuingia kupitia nambari yangu ya WhatsApp ambayo nimeweka grupu au link ya grupu hapo chini kwenye sehemu ya comment. Hebu na wewe tazama, ingia kwenye hizo sehemu ambazo watu wameandika comment hapo chini. Katika video hii kuna link iko juu kabisa imeandikwa pale join WhatsApp. Nenda kajiunge. Lakini asanteni pia kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe katika channel yangu mpya ya Mr. Lukindo. Mambo yanakaa vizuri zaidi mkionyesha ushirikiano kwa namna hiyo. Asanteni, tuendelee kuwa pamoja kwenye episode inayofuata.